Urusi imeshambulia Ukraine mara 12 zaidi mfululizo katika shambulizi ambalo imelifanya jioni ya Machi 15 na kusababisha mtu mmoja kuuawa na kujeruhi wengine takriban watatu, na idadi hii pia huenda ikaongezeka zaidi kadri pia ambavyo mamlaka zitakuwa zinaripoti kuhusu maafa ya shambulizi hilo, ambako taarifa kamili ambayo ameweza kuripoti gavana kutoka eneo hilo la Dnipropetrovsk huko Nikopol anayefahamika kama Serhiy Lyasaki amesema ya kuwa Urusi iliweza kushambulia mji wa Nikopol katika jimbo la Dnipropetrovsk zaidi ya mara 12 mnamo Machi 15 na kusababisha mtu mmoja kuuawa ambaye alikuwa ni mwanamke na kujeruhi wengine watatu, ikiwa ni pamoja na watoto wawili waliojeruhiwa katika shambulizi hilo. Wasichana wawili wenye umri wa miaka 11 na mwingine umri wa miaka 3 waliweza kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Lyasaki alisema ya kuwa watoto hao wanatibiwa katika kituo cha matibabu huko Dnipro, ambako mwanamke mwenye umri wa miaka 70 aliweza kuuawa na shambulizi hilo, ambako pia ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine aliweza kusema hivyo, huko pia waendesha mashtaka wameanzisha uchunguzi wa uhalifu wa kivita kutokana na mauaji ya raia, hasa kutokana na mashambulizi ya Urusi katika maeneo hayo. Mwanamke mwingine mwenye umri wa miaka 57 pia alipata majeraha, lakini anapokea huduma ya wagonjwa wa nje. Lyasaki ameweza kubainisha hivyo. Urusi iliweza kuishambulia Nikopol na jamii zinazozunguka kwa silaha na drones jioni ya jana Machi 15, ambapo kulingana na taarifa ya Lyasaki alisema ya kuwa mashambulizi hayo yaliweza kuharibu taasisi ya kidini, nyumba 5, majengo mawili ya nje, paneli 15 za sola, gari na njia ya umeme, ambako Nikopol iliyoko kwenye ukingo wa bwawa la Kakhovka lililoharibiwa ng'ambo ya Inahodari inayokaliwa na Urusi na kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia ni shabaha ya mara kwa mara ya mashambulizi ya Urusi pia tangu kuanza kwa vita hivyo Februari ya mwaka 2022. Pia taarifa nyingine nje na shambulizi la Urusi huko Nikopol mkoani Dnipropetrovsk, taarifa pia ambayo ameweza kuizungumza Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron, yeye amesema ya kuwa Urusi ni lazima ikubali makubaliano ya kusitisha mapigano baina mwa nchi hizo mbili, yani Urusi na Ukraine, ambako Macron alisema ya kuwa ni lazima Moscow ikubali makubaliano ya siku 30 ya kusitisha mapigano yaliyopendekezwa na Marekani na kukoma kutoa taarifa za kuchelewesha. Rais huyo amesema hivyo wakati akizungumza pia siku Alhamisi. Inakumbukwa rais wa Urusi Vladimir Putin alithibitisha ya kuwa Moscow iko tayari kuzungumza usitishaji vita, lakini masharti hayo yanahitajika kufafanuliwa ili kuhakikisha yanaleta amani thabiti na ya kudumu. Siku ya Ijumaa pia, kufuatia mazungumzo na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine Macron alisema ya kwamba Moscow ilikubali makubaliano hayo, ambako Urusi lazima sasa ikubali pendekezo la Marekani na Ukraine la kusitisha mapigano kwa siku 30. Aliweza kuandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la X, zamani kifahamika kama Twitter, na kuongeza kuwa ataendelea kujitahidi kutafuta uungwaji mkono kwa Kyiv kuendelea. Uingereza pia imedai kusitishwa kwa silaha bila masharti kutoka kwa Moscow. Sasa ni wakati wa kusitisha mapigano bila masharti. Ukraine imeweka msimamo wake sasa kwa Urusi kuikubali. Waziri wa mambo ya nje kutoka nchini Uingereza anayefahamika kama David Lammy alisema katika maoni yake kwa wanahabari siku ya Ijumaa wiki hii. Rais wa zamani wa Urusi Bwana Dmitry Medvedev alitupilia mbali ombi hilo. Urusi imelani matamshi yanayoongezeka ya uhasama
kutoka kwa viongozi wa Ulaya juu ya kuongeza nguvu zao za kijeshi, huku hali ya uwanja wa vita ikizidi kupendelea Moscow. Kuendelea kwa mataifa ya Magharibi kutoa vifaa vya kijeshi kwa Ukraine kunafanya mzozo huo kuwa vita vya wakala vinavyoongozwa na NATO dhidi ya Urusi. Moscow pia imekuwa ikisema hivyo. Akijibu mipango ya Uingereza na Ufaransa ya kupeleka vikosi vya kulinda amani nchini Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa Urusi anayefahamika kama Sergei Lavrov alitaja mawazo kama hayo kama wasama kabisa kwa Urusi. Wanajeshi wote wa kambi ya kijeshi inayoongozwa na Marekani katika mzozo huo, hata chini ya kisingizio cha walinzi wa amani, itakuwa sawa na kuhusika moja kwa moja rasmi bila kuficha kwa nchi za NATO katika vita dhidi ya Urusi. Mwanadiplomasia huyo mkuu kutoka Urusi aliweza pia kusema hivyo kuhusu taarifa kupeleka walinda amani huko nchini Ukraine.